Mdau nzuri. Unaitwa nani boss? Naitwa Malaika wa Simba. Unaitwa Malaika wa Simba. Kitu gani kinakufanya uamini kwamba ni Malaika wa Simba? Wanafahamu. Na kuita Malaika wa Simba, Malaika wa Simba sio nimejiita tu. Ni kweli ni Malaika wa Simba. Umepoteza goli 2 ugenini, unategemea nini katika mchezo wa leo? Tunategemea kuvuka. Tunavuka. Yaani hiyo sio yali. Neno tunavuka sio yali. Na Simba leo kuvuka sio yali. Hiyo ni sheria ya nchi. Kinachokufanya uamini kwamba leo mnavuka ni kitu gani? Uwezo mkubwa ambao tulikuwa nao. Yaani kiwalisia tuseme tu kweli, Simba tuna uwezo mkubwa. Sawa. Hii timu Almasi ni timu ndogo sana kwetu. Hata kule kwao wamepata ushindi, lakini wenyewe walikuwa naomba mpira uishe ili wakapumzike. Maana hali yao ilikuwa ni mbaya. Lakini kingine walikuwa ni mbebeo, walibebwa tu kule. Hata wewe mshabiki unafahamu Simba tumenyimwa penalty mbili kabisa ambazo ziko clear kabisa penalty. Penalty nyingine wanakubali baada ya mechi kumalizika. Kwa maana yake wale Almasi walitumia vizuri uwanja wao na kila kitu kikawa chao. Kweli wakafunga goli 2 bila. Ila niwaeleze, leo ameingia kwenye mdomo wa mamba. Ukubwa wa klabu ya Simba na historia mlionayo katika uwanja wa Benjamin Mkapa inachangia wewe kuwa na confidence ya kuongea kwamba leo mnashinda, ukiachana kwamba kwa muda mrefu mmekuwa mkiishia katika mashindano ya kimataifa katika hatua za robo finali. Na ni kweli kwa sababu ya ukubwa wa Simba Sports Club, lakini sio ukubwa peke yake, lakini pia performance ya wachezaji au wachezaji mmoja mmoja, performance yao na pia ni kubwa sana. Wewe niambie pale Al-Masry pale unamfanyia nani pale na huyu Ngariba? Hayupo. Ngariba unamfahamu kwanza? Elim Panzu. Unamfanyia nani pale Ngariba Mpanzu pale Al-Masry? Hayupo kwa kweli. Kwa maana yake kwamba tukimchukua mchezaji mmoja mmoja bado Simba Sports Club wana uwezo mkubwa sana kisoka. Mpira wa Afrika ni mpira wa kila mchezaji kwao utunzwa. Sisi hatuna ile tamaduni kwamba mpira popote mtu afanyaje anafungwa. Ni timu chache sana ambazo zinaweza kuprove hicho kitu. Ila niwaeleze, Simba leo mchezo tumeucheza na mchezo umeisha. Hapa tunaenda kukamilisha tu. Kitu gani wenzenu katika kipindi hiki wameishia katika hatua za makundi na nyewe mmekuwa mkifanya vizuri katika hatua za makundi mpaka sasa mko katika michuano ya kimataifa? Kitu gani unaweza kuwashauri hao wachezaji au pamoja na mashabiki wa upande wa pili? Sina ushauri juu yao. Ushauri wangu tu kwamba waendelee kupambana. Uwezo wao ndio unawasumbua. Uwezo wa Yanga ni mdogo sana. Ila Yanga inapambwa kama Yanga ina uwezo mkubwa. Wachezaji wao ni wa kawaida sana. Kama sasa hivi kiangalia sasa Pakome wanamwambia kijana kule Pakome ni babu. Simuondolia. Na ndio maana hata timu taifa haitwi. Sasa ukiona mchezaji wote ambao uwezo alikuwa nao, timu taifa haitwi. Unajua shida nini? Umri wake ni mkubwa. Kwa hiyo Yanga wamesajili wastaafu. Simuondolia. Na ndio maana wameshindwa kufika hata robo finali. Walibahatika mwaka juzi kuingia finali katika shirikisho. Ile ni kama ni bahati. Baada ya pale umejionea mwaka huu hanaishia tu makundi. Kwa hiyo mimi siwezi kuwashauri zidi kuwapa tu pole. Na mimi natamani Yanga hata kesho ishuke daraja. Kwa opinion yako umesema kwamba Pacome Zouzoua haitu katika timu ya taifa, lakini pia wewe unao wachezaji wengi ambao kwa namna moja au nyingine wanakibeba kikosi chako lakini hawaitwi katika timu za taifa. Mfano mzuri ni Elim Panzu ambaye umemtaja, Lionel Christian Ateba naye pia haitu katika timu ya taifa. Shemalon Fondo japo kwa sasa ni majeruhi naye haito katika timu ya taifa. Wachezaji wako kwa opinion yako ni vijana, ikiwemo pia Joshua Mtale ni kijana lakini bado haito timu ya taifa. Hili nalo unaweza kuliwekaje? Kwanza nianze na Mtale. Mtale hawezi kuita timu ya taifa, uwezo wake ni mdogo sana. Uwezo wa Mtale niseme tu kweli, ni uwezo wake ni mdogo mno. Kuitwa timu ya taifa natakiwa upambanie taifa. Uonyeshe juhudi na bidii katika klabu yako. Kwa hiyo uwezo wa Mpanzu ni nani wa Mtale ni mdogo mno. Kwa hiyo hawezi kuitwa kwenye timu ya taifa. Lakini pia Elia Mpanzu ambaye ni Ngariba. Yeye Ngariba anafahamika mpaka anafika Simba ana majina takriban miaka 2 mzima. Sio mzuri. Kwa hiyo hawezi kumuita kwamba baada hawamwamini kwamba je ni kweli iko fiti. Ila niwaeleze, Chani naye kuja lazima timu ya taifa lazima aitwe. Nikikuweka sawa, Chani ni kwa wachezaji wanaocheza ndani ya nchi husika. Kwa hiyo hawezi kuitwa Chani labda akirudi nchi husika. Je, mko tayari kumwachia arudi nchini kwake? Michuano ya Chani inacheza ndani ya bara la Afrika. Ni wachezaji wako ndani ya Afrika, lakini akiwa anacheza ndani ya nchi yake. Akiwa anacheza ndani ya nchi yake? Ndio, ndani ya nchi yake. Mpya hiyo. Yaani labda awe Kongo anacheza ndani ya Kongo na timu yake itakuwa anacheza Kongo.
lakini kusema kwamba labda ligi yake ndani ya bara Afrika, hapana, hiyo sio sahihi. Basi okay, sawa, umenisawazisha, lakini niseme tu kwamba Elia Mpanzu ana kila sababu ya kucheza kimataifa kwa namna uwezo wake ambao uonyesha sasa hivi. Kwa hiyo maana ninatumaini kwamba next time timu ya taifa lazima atafanyaje, ataitwa, kwa maana kwamba anaonyesha kila ambacho anachokihitaji. Sio mwanzo na endelea kumalizia mwisho kabisa. Mechi ya leo anafungwa Al-Masry ni 5 o'clock. 5 o'clock. Ndio hizo atakazofungwa Al-Masry. Na hiyo sio kanuni, ni sheria ya nchi ya Tanzania kwamba lazima afungwe 5 o'clock. Na Simba tunafuzu kwa kishindo, sio tunafuzu kwa kinyonge. Sio na sio hatake kwamba Simba tunafuzu kwa kishindo. Hatuna msamaha. Basi sawa, tunatoa shukrani zetu kwa kubali kufanya interview na sisi, na tunawatakia kila la heri kama mashabiki wa Simba. Haina shida. Asante. Amen.